Hakuna msimu unakosa kusikia kauli hii. Klabu fulani imegoma kutumia vyumba vya kubadilishia nguo na kukaa eneo lingine. Ukiikosa kauli hiyo utakuja kuona hili. Kamati ya usimamizi ya bodi ya ligi kuu imeipiga faini ya shilingi milioni 5 au zaidi klabu fulani kwa kukataa kutumia chumba rasmi cha kubadilishia nguo kwenye uwanja fulani. Adhabu hiyo ni kwa mujibu wa kanuni ya 17 kifungu cha 62 ya ligi kuu kuhusu taratibu za mchezo. Matukio haya mawili yamekuwa ni kawaida sasa kwenye mechi za ligi kuu, na baadhi ya klabu zimekuwa zikichukua maamuzi kama hayo ambayo baadaye yamezalisha adhabu mbalimbali kwenda kwa klabu husika iliyogoma kutumia vyumba stahiki. Klabu zimekuwa zikibadilishia nguo kwenye korido, sehemu ya waandishi wa habari au vyumba vingine ambavyo vinapatikana kwenye uwanja husika kwa hofu moja tu, vyumba sio salama. Matukio haya sasa yamechukua sura mpya, na tukio kama hili lililoenda mbali zaidi ni la Mei 3, 2026 wakati wa mechi ya dabi ya Kariakoo na mgeni Young Africans kuamua kuachana kabisa na majengo ya uwanja wa Meja Jenerali Samuyo jijini Dar es Salaam na kwenda kutumia nyumba iliyopo mkabala na uwanja huo kama sehemu ya kubadilishia nguo wakati ikijiandaa kucheza dhidi ya Simba ambayo ilikuwa mwenyeji. Kabla ya hapo, itakumbukwa Simba ikiwa mgeni wa Yanga kwenye mechi ya duru la kwanza iliyochezwa Machi mosi 2026 kwenye uwanja wa New Amani Complex Zanzibar, ilitumia eneo la wanahabari ikidai kugundua matundu yaliyokuwepo ndani ya chumba cha kubadilishia nguo cha timu mgeni na kuhofia labda yametumika kupitisha dawa. Hata hivyo, mamlaka ya serikali kupitia kamishna wa viwanja Zanzibar ilikuja na kufafanua tuhuma hizo za matundu hayo, lakini Simba bado haikukubaliana na tamko hilo, ikigomea tena vyumba hivyo kwenye mechi ya fainali ya Kombe la Muungano na kutumia vya zamani vilivyokuwa vikitumika kabla uwanja huo kufanywa marekebisho. Hili limekuwa halivumi kwa klabu hizo kongwe pekee, na hatua hiyo imeenda kushamiri, na sasa hata klabu nyingine za madaraja ya kati zimekuwa zikishutumiana juu ya mambo hayo, hatua ambayo ililazimu moja ya chombo cha habari kuingia msituni na kutafuta shida halisi ni ipi na kama kuna ukweli kuhusu jambo hilo, kwa kuwatafuta viongozi mbalimbali wa klabu za ligi na zile za championship. Kwa mujibu wa kanuni ya 17 kuhusu taratibu za mchezo, kifungu cha 37 kinasema timu inaruhusiwa kutumia vyumba vya kuvalia, yani dressing room, saa 8 kabla ya mchezo kuanza. Mwisho kunukuu. Kanuni hiyo kifungu cha 62 kinasema TPLB itachukua hatua kwa ukiukwaji wowote wa taratibu za mchezo kama zilivyoainishwa kwenye kanuni ya 17 kwa kutoa onyo kali au karipio au kutoza faini ya kuanzia shilingi milioni 5 hadi milioni 10 au kufungia michezo isiyozidi mitatu au kipindi kisichozidi miezi mitatu. Faini kwa makosa yanayojirudia itatozwa kati ya shilingi milioni 11 na milioni 20 kwa mchezaji, kiongozi au timu. Mwisho kunukuu. Msimu huu baadhi ya matukio hayo ya timu kukataa kutumia vyumba hivyo iliwagusa Simba, na kamati hiyo katika kikao chake cha Machi 4, 2026 iliitoza faini ya shilingi milioni 5 kwa kosa la kukataa kutumia chumba rasmi cha kuvalia kwenye uwanja wa New Amani Complex Zanzibar ilipokuwa na mechi dhidi ya Yanga Machi mosi 2026. Azam pia ilitozwa faini ya shilingi milioni 5 kwa kukataa kutumia chumba rasmi cha kubadilishia nguo kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa katika mechi dhidi ya Yanga Machi 15, 2026 na kumalizika kwa suluhu. Tukio la hivi karibuni ni lile la Yanga na wachezaji na maofisa wake wa ufundi kukataa kutumia chumba rasmi cha kuvalia kwenye uwanja wa Meja Jenerali Samuyo jijini Dar es Salaam, na badala yake walitumia nyumba iliyo nje ya uwanja upande wa pili wa barabara, kinyume na matakwa ya kanuni ya 17 kifungu cha 20 ya ligi kuu kuhusu taratibu za mchezo. Faini yake imekuwa kali zaidi, kwani ni shilingi milioni 30, likiwa ni tukio la kwanza kwenye historia kwa klabu kutumia nyumba ya nje ya uwanja. Nikinukuu kauli ya mmoja wa kiongozi wa Simba baada ya tukio la Yanga kuvalia kwenye nyumba ya jirani, alisema kwamba tunasubiri tuone adhabu yake itakuwaje, kwa kuwa sisi kambi yetu ipo hapa jirani na uwanja, tunaweza kuvalia huko huko na kuja uwanjani na wakati wa mapumziko tukawasha gari kwenda kupumzika kambini kwetu. Mwisho kunukuu. Taarifa kutoka vyanzo mbalimbali kutoka kwa wadau wa klabu hizo tofauti zimeonyesha, ukiacha masuala ya kishirikina, lakini msukumo mkubwa kugomea vyumba unatokana na tuhuma za kupuliziana dawa za kuathiri utendaji wa wachezaji uwanjani. Uchunguzi wa moja ya chombo cha habari umefichua kwamba ukiacha hatua ya upuliziaji dawa katika vyumba vya kubadilishia nguo, zipo njia nyingine tofauti na mifumo ya hewa ndani ya vyumba hivyo, ikiwemo viyoyozi hutumika katika kufanikisha hilo. Nikinukuu, moja ya chanzo kinasema kuna njia tofauti zipo ambazo zinapigwa ndani ya vyumba tu, ukiingia kichwa unakutana nazo. Unajua, zipo ambazo zina harufu na zingine harufu yake sio kali. Mara nyingi hizo zinapigwa kwenye viwanja vya mikoani huko, zingine zinapigwa kwenye mifumo ya AC. Wahusika wanajua namna ya kufanya hilo. Ukiingia unataka kiyoyozi, ukiwasha tu unakutana
nazo, na unajua uwanjani timu zinafika mapema. Hebu fikiria unafika uwanjani saa 1:30 kabla ya mchezo kuanza. Ukifika kuna taratibu mbalimbali zinafanyika kama ukaguzi na makocha kujipanga. Wakati wote huo mnavuta ile hewa. Sasa hadi mkiingia uwanjani tayari mnakuwa mmeshaathirika. Wenzetu hawa akihitaja timu kubwa, wao wanapiga sana wakati wa mapumziko. Wanajua pale lazima mnahitaji kupooza mili, mkiwasha AC tu mmeumia. Mkirudi kipindi cha pili wanawapiga wanavyotaka kwa kuwa zinawachosha wachezaji na kuwafanya kulegea. Aidha, kigogo mwingine ameeleza dawa hizo hazipigwi kwenye vyumba pekee, na klabu moja nje iliwahi kukumbana nazo zikiwekwa kwenye maji katika moja ya hoteli kubwa ambayo timu ya kutoka nje ilifika. Nikinukuu chanzo hicho kimesema, kuna timu moja kutoka nje iliwahi kuja hapa kucheza na sisi, kule walitufunga, lakini tukasema hawa lazima watuachie pointi 3 hapa ili tuende zetu. Sasa hawa jamaa zetu, akitaja timu moja kubwa ya hapa ndani, tulihisi wangevujisha siri yetu. Tukapata akili ya kuwatafuta hawa wageni hadi hotelini, tukafanikiwa. Njia ni nyingi, hata kwenye maji mnaweza kuathiriwa tu. Mwisho kunukuu. Wasikie mameneja wa viwanja. Meneja wa uwanja wa Mkapa Gabriel Mwasele akizungumzia tuhuma hizo alikiri kusikia taarifa hizo za malalamiko, lakini akasema hakuna timu ambayo imewahi kulalamika kwa maandishi juu ya hicho ilichokutana nacho. Mwasele alisema ni wakati mwafaka kwa klabu zinazokutana na kadhia hiyo kuchukua maamuzi ya kulalamika rasmi ili hatua ziweze kuchukuliwa kwa wahusika ambao watabainika kufanya mambo hayo. Nikimnukuu amesema, unajiuliza hawa waliokuwa hapa hawakuwa wanasikia hizo harufu? Wakishaona hivyo wanakwenda kulalamika kwenye vyombo vya habari na sio kutuletea malalamiko rasmi. Tukisikia tunawauliza TFF kuna hili linazungumzwa kwenu limewafikia, wanatujibu hakuna, na sisi tunaishia hapo. Mwisho kunukuu. Akizungumzia ishu ya mifumo ya kiyoyozi kuchezewa, Mwasele alisema sio rahisi kufikia hiyo mifumo na kuchezewa kama ambavyo inaelezwa hapa. Tuna wataalamu mbalimbali ambao wanafanya ukaguzi kila wakati, tungesha ligundua hilo. Mwisho kunukuu. Simba Sports Club anasemaje? Kupitia meneja habari na mawasiliano wa klabu ya Simba Ahmed Ally akizungumzia hilo alisema ishu ya kupuliziana dawa ni tuhuma zinazotoka kwenye klabu mbalimbali ambazo zimekuwa zikiongeza taharuki kwa timu ngeni katika mechi za mashindano mbalimbali. Nikimnukuu Ahmed anasema, sina uhakika sana kama hayo mambo yapo hasa kwa ligi zetu za ndani, ingawa ni kweli hayo mambo yapo na yanazungumzwa sana. Ukiwa unakwenda kucheza mechi hasa ukiwa timu ngeni utazisikia sana hadi zitakufanya unakosa amani na kuamua kuchukua tahadhari na kukosa imani na ile timu mwenyeji wako. Unajua hadi sasa shida imekuwa unakosa kitu cha kupima kweli kwenye hiki chumba, hii harufu unayosikia ni sumu. Vipimo hivyo tumekuwa tukikosa, lakini mazingira ya kukuta harufu yamekuwa yapo. Sasa kuanzia hapo inabaki kuwa hisia tu. Haya mambo yamebaki huku kwetu. Ukimfanyia vitu kama hivyo klabu kubwa kama Al Ahly atakuja kwenye chumba chako, atapima, akiona ni kweli umefanya mambo atachukua tahadhari au atakula dawa. Mkienda uwanjani atakupigia mpira mwingi kama kawaida. Huku kwetu ukisikia hivyo basi utapambana kivyako. Unaweza kufungulia mabomba ya maji kwenye masinki ya kunawia na utafungua milango, mnaweza kabisa kudeki hicho chumba ili msiingie kwenye mtego. Mwisho kunukuu. Akizungumza na moja ya chombo cha habari, Dr. Shita Samuel alisema sumu au kitu kinachoweza kumdhuru mwanadamu kinaweza kuwa katika mtindo wa gesi, kimiminika kinachoweza kuyeyuka haraka na kuwa hewa au maji au hali ya ugumu au podapoda, yani hali ya ungaunga. Vitu ambavyo ni sumu kwa mwili vinaweza kuingia kwa njia ya hewa, ngozi, kinywa au njia ya mishipa na mwilini, vinaweza kuleta madhara ya hapo hapo kwa muda mfupi au madhara ya baadaye kwa muda mrefu. Sumu hewa ambayo ni hatari inayoweza kumuua mwanadamu ni hewa ya carbon monoxide. Hii inatokana na vitu vinavyoungua kama vile mkaa na mafuta. Pia zipo sumu au viambata vyenye kuleta madhara, vinaweza si kwa kupulizia bali hata kupakazwa na mtu akagusana navyo akapata madhara. Lakini kubwa na la haraka pia kama vyakula vinaweza kugusana na vitu vyenye sumu na kuleta madhara. Mara nyingi ni dawa na mimea, insecticides za kupulizia na za kuulia wadudu. Pia kuna baadhi ya dawa za kupulizia kwa ajili ya maumivu ya nje ya mwili katika misuli. Kwa bahati mbaya au mtu akigeuza matumizi, mtu akivuta dawa hizo na kupulizia zinaweza kumsababishia kulegea, kukosa nguvu na kulala. Pia zinaweza kusababisha kasi ya moyo kuwa juu na kudunda ovyo na kifo kinaweza kutokea. Kuhusu dalili za mtu ambaye ameathirika na sumu, Dr. Shita alisema dalili zake ni kushindwa kupumua vizuri, kutapika, kichefuchefu, hali ya kuweweseka, kupoteza fahamu, kichwa kuuma, kizunguzungu, mwili kulegea, maumivu ya tumbo na kuharisha.